Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe Mei 23 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Leo tunakwenda kukupa matukio ya viwanja mbalimbali vya mapambano ya vita baina ya muungano wa FCM 23 RDF, jeshi la Rwanda na jeshi la taifa FARDC na washirika wao wazalendo. Hali ambayo yaonekana hivi sasa jeshi la serikali na wazalendo wamekuja na nguvu nyipya kwa sasa, wakiendelea kusonga mbele, sio kama zamani. Naomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini kumbuka kitu kimoja, wewe ambaye bado hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nini kinachoendelea? Bila kupoteza muda, mtazamaji pia msikilizaji wetu, hali ni mbaya upande wa muungano wa AFCM 23 RDF, jeshi la Rwanda, baada ya kusonga mbele kwa jeshi la taifa na washirika wao wazalendo wanaotishia kuelekea Rubaya. Kwa sasa ni siku 5 mfululizo hivi sasa tangu mapambano makali yaripotiwe sehemu haswa za wilaya ya Masisi ni mkoani Kivu ya Kaskazini. Habari tulizo nazo hivi sasa, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, elewa kwamba hali ni mbaya upande wa muungano wa FCM 23 RDF, jeshi la Rwanda, baada ya kuonekana kusonga mbele kwa jeshi la taifa na washirika wao wazalendo wanaotishia Rubaya. Kwa sasa wapiganaji wa muungano wa FCM 23 wamehamua kujiondoa katika maeneo mengi yote yaliyokuwa chini ya uvamizi huo, haswa katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Na ikiwa wameamua kuondoka sehemu hizo, ni kuja kuimarisha vikosi vyake vinavyopatikana au ambavyo vilisalia kwenye maeneo ambayo tutayataja hapa, haswa maeneo ya uko Masisi. Hii inafuatia kukimbia na kuuawa kwa wapiganaji kadhaa kwenye mstari wa mbele huko sehemu za Katoi na Kinigi, wakati wa siku 4 za mapigano makali. Wapiganaji wengi wa FCM 23 RDF waliripotiwa kuuawa, na kwa sasa wapiganaji wengi wa muungano huo kwenye mhimili au mtandao wa Kasika Mwenga, kwenye mhimili wa Walungu Mzibira, kwenye mtandao wa Shabunda na Kabare, walilazimika kurudi Rwanda, Goma na Masisi ili kuimarisha mtandao wa kuelekea Rubaya. Hii inaelezea harakati za kijeshi huko kambi za maeneo ya Sayo katika mji wa Bukavu, yaani maeneo ambako walikuwa wakidhibiti kama ninavyotoka kutaja hapo. Kutokana na hali mbaya inayoendelea Masisi, wengi wapiganaji wao waliamua wamoja kukimbia kwenda Rwanda, wengine wakaamua watoke huko waje wapane nguvu kwa vikosi vyao vinavyopatikana Masisi katika mwelekeo wa kwenda Rubaya. Na hii ni kwa sababu ya kusonga mbele kwa jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Kwa kujiondoa huku, kama nilivyosema, kutoka kwenye sehemu za Kamanyola, baadhi ya wao kuondoka, hii hali inaonyesha kwamba ikiwa shambulio kutoka FARDC VDP wakijaribu tu kushambulia Kamanyola, Nyangezi, Rurambo, Kaziba, Rwanda itaingiwa na wasiwasi, sababu kuna wapiganaji wengi ambao wanajiondoa kwa ajili ya kuja kupana nguvu na kuimarisha sehemu za Rubaya. Lakini mtazamaji pia msikilizaji, elewa kitu hapa. Askari wa Rwanda walioko kwenye kisiwa cha Ijwi nao tayari wamehamishwa, wengi wao, idadi kubwa, hadi Bukavu ili
kuimarisha sehemu mbalimbali za mbele, ikiwa ni pamoja na Kaziba, Kabare na Shabunda. Hapa ninakupatia matukio ya muda wa siku 5 mfululizo, yani kufikia sasa muda wa siku 5 mfululizo wa mapambano katika maeneo ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Na walikuwa wameacha eneo la Masisi ili kuimarisha vikosi huko Kivu Kusini, wakiwa na nia ya wamoja kupanda sehemu za nyanda za juu kwenda Minembwe, wakiwa na malengo yao kama wanavyopangilia, licha ya kwamba binadamu wana mipango yao, lakini Mungu akiwa na tayari na mpango wake ambao aliupanga. Na ikiwa walikwenda huko Kivu Kusini, kwa sasa wamerudi haraka Masisi ili kuzuia kuanguka kwa mji wa madini wa Rubaya. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Masisi yakihusisha FARDC, jeshi la taifa, na wazalendo upande wao dhidi ya AFC M23 RDF, jeshi la Rwanda. Mapigano hayo yamejikita zaidi sana sehemu za Chugi na kando ya mhimili wa Kinigi, yaani mtandao wa Kinigi, haswa kwenye vilima vinavyoelekea Kinigi na Kavuta. Ni eneo la kongamano la ya kundi la Kibabi, apatao kilomita 30 kutoka Rubaya. Mstari wa mbele pia una Sabaha kwenye mtandao wa Gashovu, Mahiga, Mzingati na Mayuano. Kulingana na vyanzo vya ndani, imeripotiwa mapambano ambayo kwenye vita hivyo kulisikika silaha nzito nzito na zile za rashasha, umeingiza watu wa maeneo hayo kupatwa na wasiwasi mkubwa. Na mji wa Kibabi, mji mkuu wa eneo la kongamano la Mupfunyi Kibabi katika maeneo ya tarafa la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, eneo hilo lilianguka chini ya udhibiti wa jeshi la taifa FARDC na washirika wao wazalendo. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, ipitia au kufuatia mapigano makali na wapiganaji wa AFC M23. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, vile vile imeripotiwa mapigano makali wakutanisha wanajeshi wa serikali wanaungwa mkono na wazalendo dhidi ya wapiganaji wa AFC M23 sio karibu na Kibabi tangu Alhamisi usiku. Na asubuhi ya Ijumaa, wahasi waliondoka katika mji huo kuelekea Rubaya, eneo muhimu la madini linalochukuliwa kuwa moja ya ngome ya kimkakati ya wapiganaji hao wa AFC M23 RDF, jeshi la Rwanda, katika eneo la Masisi. Kutekwa tena kwa Kibabi kunaashiria hatua nyingine ya FARDC katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Na tangu mwanzoni mwa wiki, vijiji 8 vimeripotiwa kurudi chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali pamoja na washirika wao wazalendo kufuatia kurejeshwa kwa kituo cha Katoi, mji wa Kinigi, Nyakigano, Kawere, Chugi, Muo, Bukumburire na Gasenyi. Pia yaonekana mambo yalibadilika. Na muda kama huu tunaoongea, maeneo ya Rubaya imeripotiwa wasiwasi umeingia, na wasiwasi umekuwa mkubwa sana. Haijulikani atakayotokea kesho kutwa, Mtondo na Mtondogoho. Hiyo ndio hali iliyoko Masisi hivi sasa, watazamaji pia wasikilizaji. Jeshi la serikali FARDC pamoja na washirika wao wazalendo wamekuja na nguvu nyipya, na kwa sasa huenda mambo yakabadiliki, ila tuyaachie majira muda. Na nikufikia hapo sina cha ziada, nimekamilisha yale ambayo tumekuandalia Jumamosi hii mnamo saa za asubuhi. Acha nikushukuru wewe uliyekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini ikiwa ulikuwa bado hujasubscribe, usiondoke tafadhali kabla ya kusubscribe, kulike, kuacha comment yako na kushare kwa wengine, yani kuwasambazia wengine. Wote kwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kwa kishindo zaidi. Acha nikutakie weekend njema.